Hello, naitwa Dr. Majid. Karibuni tena katika darasa letu la Science Afya Podcast, na hii ni season 3 episode 10. Leo katika darasa letu tutakuwa tuna kipindi cha maswali na majibu kuhusu Helminth respiratory infection au maambukizi ya minyoo katika mfumo wa upumuaji. Karibuni sana. Tukianza na swali la kwanza, nasema can Helminth cause fever during lung migration? Huyu anaitwa Omar FZ kutoka Tatouan, Morocco. Swali lake naulizia je, minyoo inavyohama katika mfumo wa upumuaji inaweza kusababisha homa? Jibu ni ndio. Minyoo inapokuwa inatembea katika mfumo wa upumuaji au kuhama katika mfumo wa upumuaji kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine inaweza kusababisha homa, kwa sababu huwa inachagiza mfumo wa kinga ambao kati ya dalili mojawapo za kuonyesha kama mfumo huo unafanya kazi ni homa. Inaweza ikawa ni homa kali au homa ya kawaida. Swali namba 2 linasema je, kula nyama ya mapafu ya ng'ombe inaweza kusababisha matatizo katika mfumo wa upumuaji? Huyo anaitwa Lucien PA kutoka Cotonou, Benin. Jibu hapa ndio, lakini sio kwamba hiyo inahusiana na nyama ya mapafu tu. Nyama yoyote ambayo inakuwa ina vimelea vya minyoo au ina mayai ya minyoo, ukila inaweza kusababisha matatizo au maambukizi ya minyoo katika mwili wako, na hayo maambukizi yanaweza kaenda mpaka katika mfumo wa upumuaji. Kwa hivyo sio nyama ya mapafu, ni nyama yoyote ambayo ina vimelea vya minyoo na inaweza kuingia kwenye mwili wako katika mfumo wa chakula na mwisho wa siku ikaenda katika mfumo wa upumuaji. Swali namba 3. Lung Helminth infections directly transmissible from one person to another? Huyo anaitwa Miguel AR kutoka Seville, Spain. Anachokiulizia je, maambukizi ya minyoo yanaweza kusafirishwa moja kwa moja kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine? Hapa jibu ni hapana, kwa sababu minyoo inaambukizwa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine, lakini sio moja kwa moja. Mara nyingi ni kupitia maji machafu, udongo au njia zingine ambazo minyoo inaweza kaambukiza kutoka mtu mmoja kama kwenda kwa mtu mwingine kama chakula, lakini sio kwamba inaambukizwa kama tunavyoona magonjwa ya bakteria au virus au fungus. Swali namba 4. Can Helminth cause long-term lung damage? Huyo anaitwa Yusuf RA kutoka Kano, Nigeria. Anachoulizia ni je, minyoo inaweza kusababisha uharibifu wa mapafu wa kudumu? Jibu ni ndio. Minyoo pale ambapo mtu anakuwa amepata maambukizi ya minyoo kwenye mwili wake na yakawa maambukizi haya yameenda kwenye mapafu, inaweza kusababisha uharibifu wa mapafu ya kudumu kutokana na inflammation. Kama inflammation inatokea mara kwa mara au inajirudia rudia, na hizo inflammation kwenye mapafu zikawa zinasababishwa aidha na minyoo kutembea au na mabadiliko ya kinga ya mwili katika mapafu, kama chronic inflammation na fibrosis inaweza kusababisha mapafu yakaharibika au yakapata madhara ya kudumu. Swali namba 5 linaulizia is eosinophilia a Helminth lung disease? Anaitwa Daniel TC kutoka Manaus, Brazil. Anachoulizia je, eosinophilia ni ugonjwa wa mapafu? Hapa nadhani kwamba hii inatokana na kwamba wakati tunaelezea kuhusu magonjwa ya mfumo wa upumuaji yanayosababishwa na minyoo tulitaja kitu eosinophilia. Eosinophilia sio ugonjwa wa mapafu. Eosinophilia ni pale ambapo mwili unakuwa na eosinophils nyingi. Sasa eosinophils ni nini? Eosinophils ni seli hai au chembe nyeupe za damu, aina fulani ya chembe nyeupe za damu au chembe hai za damu ambazo kazi yake ni kushughulika na kinga ya mwili. Na hizi eosinophils zinakuwa nyingi pale ambapo mtu anakuwa na matatizo ya allergy au anakuwa na maambukizi ya minyoo. Kwa hivyo hizi zinaweza zikawa nyingi, na zikiwa nyingi ndio inaitwa eosinophilia, lakini sio kwamba eosinophilia ni ugonjwa wa mapafu. Swali namba 6. Can eating undercooked freshwater crabfish cause lung disease? Huyu anaitwa Wei LJ kutoka Guilin, China. Anachokiulizia je, ulaji wa samaki kutoka maji baridi ambao hawa ni samaki aina ya crabfish, kwa hiyo sio samaki vile, ni kaa ulaji wa kaa kutoka kwenye maji ya baridi unaweza kusababisha magonjwa ya mapafu? Jibu ni ndio. Baadhi ya
baadhi ya samaki aina ya kaa au baadhi ya kaa kutoka kwenye maji baridi wanaweza wakawa na minyoo ambao wanapatikana katika samaki hao, na hao minyoo wanaitwa Langfruc au Paragonimus westermani. Na mwisho wa siku kila wale crabs au kaa ambao wanakuwa hawajapikwa vizuri na kuiva, basi kama wanakuwa na minyoo, ile minyoo inaweza ikakupata katika mwili wako kupitia mfumo wa chakula, na baada ya hapo minyoo hao wakaenda katika mfumo wa upumuaji. Kwa hiyo ni jambo ambalo linawezekana. Swali namba 7. Can helminth infection worsen existing lung disease? Huyu anaitwa Sarah MI kutoka Turin, Italy. Anachokiulizia, je, infection katika mapafu inaweza ikasababisha hali mbaya zaidi ya ugonjwa wa mfumo wa upumuaji ambao ulikuwepo? Jibu ni ndio. Kwa mfano, mtu ana ugonjwa wa asthma pumu au mtu ana ugonjwa wa COPD, chronic obstructive pulmonary disease. Haya ni magonjwa ambayo kama mtu akiwa nayo alafu akapata maambukizi ya minyoo katika mfumo wa upumuaji, magonjwa haya hali yake inaweza ikawa mbaya zaidi, kwa sababu minyoo ikiingia katika mfumo wa upumuaji either inatambaa au imesababisha reaction za inflammation, inasababisha ule ugonjwa uliokuwepo kuwa na hali mbaya zaidi. Swali namba 8. Naulizia, which helminth lung infection can be prevented by wearing shoes? Huyu anaitwa Ibrahim JS kutoka Sokoto, Nigeria. Swali lake naulizia, ni magonjwa gani katika mfumo wa upumuaji ambayo yanasababishwa na minyoo mtu anaweza kujikinga kwa kuvaa viatu? Haya magonjwa yanasababishwa na minyoo aina ya hookworms ambao ni Necata americanus au Ankylostoma duodenale, lakini pia minyoo aina ya Strongyloides stachylococcus. Hii ni minyoo ambayo kama mtu anatembea katika ardhi ambayo ina minyoo au vimelea vya minyoo hawa na akawa hajavaa viatu, ni minyoo inaweza ikapenya. Minyoo hiyo inaweza ikapenya katika ngozi kupitia miguu au nyayo, ikapenya na kuingia kwenye damu na ikapitia katika mfumo wa damu kuja mpaka kwenye mfumo wa upumuaji au mapafu. Kwa hiyo kama mtu anavaa viatu katika ardhi ambayo inaweza kana minyoo hiyo, basi viatu vitamkinga asipate maambukizi kama hayo. Swali namba 9. Which lung disease can cause wheezing in patients without asthma or COPD? Huyu anaitwa Aisha NB kutoka Nouakchott, Mauritania. Swali lake anaulizia, ni magonjwa gani katika mfumo wa upumuaji yanaweza kusababisha dalili ya wheezing, kupumua kama unapiga mluzi, katika mgonjwa ambaye hana ugonjwa wa asthma au pumu au COPD. Hapa kuna minyoo aina ya Ascaris umbilicoides inasababisha ugonjwa unaitwa Leffler syndrome, ambayo hii ni severe inflammation, eosinophilic inflammation katika mapafu, ambayo inasababisha mapafu sasa yanakuwa na inflammation, lakini pia njia za upumuaji zinakuwa na inflammation na kusababisha zile njia kujibana au kusinyaa. Kwa hizo njia zikijibana au kusinyaa, ndio hiyo ambayo mtu akiwa anapumua anatoa sauti ya mluzi hata kama hana ugonjwa wa pumu. Swali namba 10 inaulizia, je, wavutaji wa sigara huathirika zaidi na dalili za mapafu zinazohusiana na minyoo? Huyu anaitwa Yusuf AK kutoka Rabat, Morocco. Jibu ni ndio. Uvutaji wa sigara kwa muda mrefu husababisha uharibifu wa mapafu. Sasa mapafu yakishaharibika au yakiwa na kinga duni, basi mtu anapopata maambukizi ya magonjwa ya minyoo yanaweza kusababisha dalili zinazojitokeza kuwa katika hali mbaya zaidi. Mpaka hapo natumai umejifunza mambo mengi sana kuhusu maambukizi ya minyoo katika mfumo wa upumuaji. Na hayo ni maswali 10 ambayo yameandaliwa kujibiwa katika segment hii. Kwa niaba ya timu nzima ambayo ilikuwa ikiandaa maudhui haya na kuyakamilisha, ningependa kusema asante sana kwa kutufuatilia na kutusikiliza. Mpaka wakati mwingine, bye bye.